Fikiria jambo hili kwa dakika moja. Fikiria mtu wako wa karibu, labda rafiki yako au jirani yako, mtu ambaye mmeishi naye pamoja kwa muda mwingi na mnafahamiana sana, lakini ghafla anageuka kuwa adui. Ndani ya siku 100 pekee, watu zaidi ya 800 waliuawa. Sio na wageni, sio na watu ambao wanatoka mbali. Mama mkwe aliuawa na mkwe wake, rafiki aliuliwa na rafiki yake. Hii ndio historia ya genocide iliyotokea Rwanda. Kwa Kiswahili tunaita mauaji ya kimbari. Mwaka 1994 nchini Rwanda kulikuwa na makundi mawili makubwa, yani Wahutu na Watutsi. Kwa miaka mingi kulikuwa na mgawanyiko, chuki, propaganda ambazo ziliwafanya watu wengi waone wenzao kama sio binadamu, na mwisho wake ulikuwa ni maafa makubwa sana. Nadhani mauaji ya kimbari ni historia pana sana. Nadhani siku nyingine nitakuja kuikava hapa The Finest Talk. Lakini lazima tufahamu kwamba haikuwa Rwanda peke yake ambayo ishawahi kukumbwa na adha kama hii. Kuna Burundi Civil War, kuna Second Congo War, na kuna South Sudan Civil War. Hata Nigeria kumekuwa na vurugu za mara kwa mara kati ya watu wa dhehebu moja na dhehebu lingine. Na nchi mbalimbali ambazo zinapitia migogoro wenyewe kwa wenyewe zina kitu kikubwa cha kujifunza kutoka kwa Rwanda. Rwanda leo imechagua umoja badala ya mgawanyiko. Imechagua maendeleo badala ya chuki. Mauaji ya kimbari hayakuanza kwa mapanga, watu kuanza kushambuliana au kwa bunduki. Ilianza kwa maneno, mawazo na mgawanyiko mdogo ndani ya fikra za watu. Kulitokea mpasuko kati ya watu wa aina hii na watu wa aina hii. Na leo hii vijana wa Afrika tunagawanywa kwa vitu vidogo sana: kabila, dini, siasa na hata kwa nchi zetu, ili hali wote ni wa Afrika. Tunaanza kwa mzaa, lakini mwisho wake unaweza kuwa janga kubwa. Na huu ni wito wangu, vijana wa Afrika, acheni kuwa chombo cha chuki. Fikirieni kabla ya kufuata jambo lolote lile, na jengeni nchi zenu na sio kuzibomoa. Ni muhimu kufanya kazi kwa bidii. Ni muhimu kujituma kwa ajili yako, kwa ajili ya maendeleo ya jamii yako. Na huu ni wito wangu kwa serikali na mifumo mbalimbali ya watawala. Lindeni amani kwa kuunganisha watu wenu na sio kuwagawanya. Maneno kidogo au maneno ya kawaida sana yanaweza kaligawanya taifa au yakaliunganisha. Ponyeni watu wenu na sio kuwaumiza. Jengeni mifumo thabiti ambayo italeta maendeleo kwenye jamii zenu. Tumieni nguvu zenu kuleta fursa, ajira, mshikamano. Usiwe chanzo cha pengo na mgawanyiko. Afrika inayoelekea kwenye maendeleo makubwa zaidi. Kama kutakuwa na changamoto na migogoro ya wenyewe kwa wenyewe, basi maendeleo haya hatutoyafikia. Kama hatutoilinda amani yetu, hakuna atakayekuja kutulindia. Hii ni Finest Talk. Africa's Finest, we tell the African story. Until next time, bye bye.